Kwanza hilo ni moja ya swali muhimu sana, kwa sababu sasa hivi AI imekuwa watu wengi wanaitumia. Okay? Inatumika kwenye maofisi, AI inatumika kwenye serikali na watu kwenye matumizi yao ya kila siku. Kwa hiyo pamekuwa na wasiwasi kwamba je, AI kweli hii ambayo tunaisikia na watu wanaitumia ama inayosemwa ni habari ya uzushi au ni teknolojia kwa tishio? Kwa hiyo ni swali muhimu sana, na kwenye lugha za kimataifa wanauliza kwamba is AI boom or bubble. So in terms ya kwamba je, ni kitu ambacho ni transformative kwa maana ya teknolojia ama nguvu ambayo kweli inaleta mabadiliko makubwa katika jamii, au ni kitu ambacho pengine ni trending, ni jambo ambalo labda litakuja alafu baada ya muda litakuwa limepotea. Kwa hiyo ni swali muhimu sana, ili watu waweze kujua wanajiposition kama ni kitu kweli cha uzushi au cha msimu, basi kisiwapotezee muda. Lakini kama ni jambo ambalo ni very transformative, jambo lenye nguvu, lenye umuhimu, then kila mtu awe more serious katika hiyo issue. So kwa kulijibu hilo swali vizuri, kuna research ilifanyika, ni Global AI Study, ilifanyika uchunguzi wa kidunia kuhusiana na umuhimu au nguvu ya AI na shirika moja duniani kubwa linaitwa PwC. So PwC tunasema ni multinational, ni British professional service network. Ni taasisi kubwa ya kule nchini Uingereza ambayo watu wakubwa wanafanya nayo kazi. So lengo la PwC kufanya AI Global Study ilikuwa ni kuweza kuona nguvu ya AI kwenye uchumi wa mataifa mbalimbali. Je, kama dunia ama kama nchi mbalimbali zikiamua kuikumbatia AI, je, hizi nchi zitafaidika na AI? Hizi nchi zitaenda na AI, itawasogeza AI? Kwa hiyo walivyofanya hiyo study, ilikuja matokeo makubwa mawili ambayo waliyapata. Matokeo ya kwanza ni kwamba ilionekana AI itaongeza pato la taifa, GDP ya hizi local economies ya nchi kwa 26%. Yaani kwa maana ya almost kila nchi ambayo itakubali kukumbatia AI na kutumia AI, basi hiyo nchi itaongeza GDP, pato la taifa, kwa takriban 26%. In reality 26% ni asilimia kubwa kwenye ongezeko la pato la taifa, kwa sababu kawaida unashangaa nchi kwa mwaka labda ikaongeza pato la taifa 5%, ama ikaongeza 7% ama 2%. So kama uwepo wa AI utaboost pato la taifa mpaka kwa 26%, then hii ni kitu muhimu na very transformative, sio kitu cha kuchukulia poa. Lakini pia kitu kingine ambacho ligundua ni kwamba 45% ya economic gain tunasema ya ongezeko katika uchumi wa taifa utotokana na bidhaa zote ambazo zimetengenezwa ama zimepatikana kwa mchango mkubwa wa AI. So watu wengi ama wateja wengi watanunua bidhaa ambazo zimetokana na AI au zimetengenezwa kwa AI. So 25% tunasema ya ile consumer demand itatokana na bidhaa ambazo zimekuwa driven na AI. So wewe kama biashara ama wewe kama ni kampuni, kama bidhaa yako itakuwa haijamgusa AI ama haijapitiwa na AI, haijaboreshwa na AI, so it means kwa asilimia fulani tuko huko nyuma, kwa sababu bidhaa takriban 25% ya bidhaa nyingi ambazo zitakuwa zinanunuliwa na watu, bidhaa ambazo AI imehusika. Kwa hiyo hii study iliweza kuprove kwamba okay, kumbe AI is not a bubble, AI is a boom, kwa sababu you see that GDP increase, you see that consumer demand booster ya almost 45%. Lakini sio hivyo tu, ukienda pia kwenye sekta mbalimbali, kuanzia labda ukisema kwenye sekta ya agriculture, kwenye sekta ya kilimo, AI imekuwa ikifanya vizuri, kwa maana kwenye issue nzima ya kudetect pests, kwa maana ya wadudu, kwenye issue ya kudetect predict weather, watu waweze kulima kwenye kipindi gani. So kwa sababu AI is very good at prediction, kwa makampuni na mashirika yamekuwa yakitumia AI kwenye kufanya prediction. So kwenye elimu AI imekuwa ikitumika, kwenye afya imekuwa ikitumika. Ukienda kwenye chuo cha Northern West University cha nchini Marekani, walifanya research ya kuona how AI inaweza kuwa bora kuliko binadamu wa kawaida kwenye upande wa cancer detection, kwenye kugundua ugonjwa wa cancer. Research yao ilionyesha mgonjwa ambaye daktari wa binadamu ambaye alimpitia kwa data za mgonjwa huyo na akaamini kabisa kwamba huyo mgonjwa hana kansa, lakini data zile za yule mgonjwa zilizopelekwa kwa AI iliweza kugundua huyu mgonjwa anayo kansa. Na kweli madaktari wengi walivyopitia kwa undani waligundua mgonjwa anayo kansa. So almost walikuja kufinalize AI inaweza kufanya detection ya kansa kwa 39% zaidi kuliko daktari wa kibinadamu au macho ya kibinadamu.
So you can see kwamba how AI pia imekuwa very potential kwenye sekta nzima ya afya. Lakini pia nowadays AI inatumika hata kwenye sekta ya finance, kwenye kufanya fraud detection, kwenye kufanya masuala ya reconciliation, kwenye masuala ya analysis of data and so forth. So ukiangalia kuna sekta ambayo AI haijafika ama haijasaidia, no. Most of the sectors or most of the areas AI imekuwa imefika na imekuwa na impact maeneo hayo. Lakini apart from there, kuona kwamba AI inagusa kwenye hizo sekta mbalimbali za kiuchumi na watu wamekuwa wakitumia up to date kwa maana mpaka sasa hivi tunavyoongea, lakini AI imesha prove kufanya mambo ambayo tuseme miaka ya nyuma ilikuwa hayawezi kufanya ama ilikuwa haiwezekaniki. Yani you can say kwamba okay, bwana AI inaweza kuchola, wakati kumbe uje kuangalia kichola inachola vituko. Okay? But nowadays AI imeweza kuprove kwamba it can do it. So it does it. Inafanya kabisa haya mambo kwa 100% to the extent kwamba hata binadamu hawezi kujua kwamba hii ni AI ama sio AI. Kwa mfano AI leo hii ina uwezo wa kusoma, kuandika kama vile binadamu. Kuna field moja inaitwa NLP, Natural Language Processing. Hii field inaiwezesha AI kuweza kusoma na kuandika. Ndio maana ukiwa unatumia ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok ama AI large language model zote zile, unaweza kuzungumza nayo, unaitumia text, inaelewa na kusoma. So that is not a hype, that is real. That is real. Ile sio hype. Lakini not only that, AI leo hii ina uwezo wa kuzungumza na kusikiliza. So it can listen and speak back. Ina uwezo wa kuzungumza na kusikiliza. Hii ni sifa binadamu. Na sio kwamba inakusikiliza ikuelewe, inakusikiliza, inakuelewa na inakujibu vizuri kama vile ambavyo unatarajia kama unaongea naye. So kwa kupitia field moja inaitwa speech recognition, AI can do that now. So it does that. It's not a hype. It does that. Lakini not only that, pia AI now time ina uwezo wa kuona na kuelewa inachokiona kupitia field ya computer vision. So ukiambia hii picha itakwambia hii picha ni ya mtu fulani. So mimi nafanya kitu gani kama sasa unapika? Unaonyesha vyombo kama uko ofisini. So it sees you and then it understand what is going on there kupitia field ya computer vision. So that is not a hype. That is real. Lakini pia leo hii AI ina uwezo wa kujifunza mambo mapya. Mmoja sifa binadamu which is it make humans to stay at the top of the food supply chain because we are more intelligent, because we learn new stuff every day. We keep updating our thinking and our brain and our capacity. So tunaelewa vitu kila siku. Pia AI ana uwezo wa kufanya hivyo. Na ndio maana kila siku hizi kampuni zina release new version ya AI. Ndio maana tulikuwa na AI ChatGPT 3.5 Turbo. Tukawa na AI ya 4.0. Leo hii tuna ChatGPT 5. What does it mean? Wana upgrade thinking capacity au intelligent level ya AI. Ndio maana hata Gemini, leo tuna Gemini 2.7. Tuna Gemini 3 imetoka juzi. What does it mean? It means ni kwamba wanazitrain ama AI inakuwa trendy, inakuwa export to new data, to new experience, inakuwa trendy. So AI zinaweza kujifunza mambo mapya and it does. AI kama kuna jambo unapointeract nayo, kama ilikuwa ilijui, baada ya kuinteract na wewe na hilo jambo, baadaye hilo jambo inakuwa inalijua. So it does that. So it's not a machine or a dumb tool. It's intelligent. It understands. Kupitia field ya machine learning, so AI inaweza kujifunza mambo. Lakini AI inakumbuka mambo ambayo mnazungumza, ina uwezo wa kukumbuka kupitia field ya convolutional neural network. So ndio maana watu wengi leo hivi wamefanya AI kama vile tunasema library of thought. Imekuwa AI kama vile ni sehemu ya kuhifadhia mawazo yao. Mtu ametumia AI kama sehemu ya kurecord ama kukeep their data secured. So anytime ana go back, anauliza tuchati kitu gani, niambie kwa siji, AI inakumbuka, ina update kwa sababu AI zina uwezo wa kukumbuka. So kwamba umechat naye umeondoka kumuuliza ajui, no. AI ina mbili za memory. Ina memory ambayo tunaita short term memory na ina short term memory na ina long term memory, ambazo AI inazitumia kukumbuka conversation ambazo mnazungumza over a long period. So it does that. It's not a hype, it's real. But now pia AI ina uwezo wa kumove, ina uwezo wa kutembea, ina uwezo wa kuluka. So it can move fluidly through the environment. Ina uwezo wa kufanya mambo hayo. So leo ukienda kuona the robot kama vile robot inaitwa Atlas kutoka kwenye ile kampuni inaitwa Boston Dynamics. Atlas mpaka inaruka sarakasi. Atlas mpaka inacheza muziki. Juzi kampuni ya Tesla imezindua tunaita Tesla Dina kule nchini pale Hollywood Marekani. Tesla robot inahudumia watu. Tesla robot inacheza muziki.
So kupitia field ya robotics, AI nayo inaweza ikamove, inaweza ikajump, inaweza ikawalk, inaweza ikarun. It does that. Sio zile robot dams za zamani ambazo maybe zimekaa pale. AI inayo time mnashindana mpaka juzi pia mwezi wa 4 mwaka jana 2025, China kwa mara ya kwanza waliweza kuhold, tunaita robot marathon. Waliweza kufanya mashindano ya robot kwa mara ya kwanza duniani kote. And maroboti yalikimbia alongside humans. So hivi vitu vinaendelea. So mtu akisema kwamba is AI hype, kwamba AI pengine itawatia watu hasara, ama AI watu wana overstate, wanaiongezea chumvi, maybe watu tu sio kweli. AI it does wonders, inafanya mambo makubwa na inafanya vitu kweli kweli. Watu leo wanaandika, wanafanya proposal, AI inawafanyia watu research, AI inachola picha and so forth. It does number of stuff real. But kitu ambacho kinaweza in reality kuwa a hype, maybe kuwa a hype, is the time ambayo maybe tuna expect AI itafanya makubwa kwenye dunia. Maybe the prediction of when AI can do a lot to the world, to the people. Kwa sababu let's say AI ina level hizi kubwa tatu. Tunazungumzia NAI, tunazungumzia AGI, tunazungumzia SAI. NAI kwa maana ya Narrow Artificial Intelligence, AI ambayo iko very good at one task, ambayo tuko nayo sasa hivi. AI kwenye surveillance, AI kwenye masuala ya nini hayo, large language model, voice command and so forth. AI ambayo inafanya a lot of stuff today. Tunasema kwenye level ya NAI. Lakini tuna expect miaka 4 ijayo kufikia 2029, AI itafanya level ya AGI ambayo ni human level AI. Ina uwezo kufanya kila kitu ambacho binadamu anakifanya. Lakini tuna expect kufikia mwaka 2055 tutafikia AI ambayo inaitwa SAI kwa maana ya Super Artificial Intelligence. AI ambayo itakuwa godlike. AI kama vile yenye nguvu kama Mungu tunasema. Itamaliza njaa, itamaliza maradhi, itamaliza vita and so forth. That's why we are so curious and we are so in demand of AI now. Kwa hiyo issue ya kwamba AI is a hype, is a boom. AI is a boom. That is 100% sure. So kitu ambacho baki na wasiwasi kwamba labda AI ni habari ya uzushi, ni AI imekuwa tayari na watu wamekuwa wanafaidika nayo kwenye different levels. Lakini kitu ambacho kinaweza kuwa AI is a hype kwa maana maybe ni kitu ambacho cha uzushi, pengine ni kwenye speculation za muda ambao AI itafanya makubwa kwa ajili ya dunia. Sababu tukizungumzia vipindi vya AI tunazungumzia AI ina vipindi vitatu, kwa maana ya level za AI zina level tatu. Kwa maana level ya kwanza tunaita NAI, tunamaanisha AGI, tunamaanisha na SAI. Kwa maana NAI ni tunaita Narrow Artificial Intelligence ambayo sasa hivi ndio AI tunayoitumia kwenye mambo kadha wa kadha. Lakini pia tukizungumzia AGI ni AI ambayo tunasema ni human level AI ambayo itaweza kufanya almost everything that human. So itakuwa na uwezo wa kufanya kila kitu ambacho binadamu leo hii anafanya. So tunategemea tupate AGI miaka 4 inayokuja, kwa maana mpaka almost mpaka mwaka 2029. Lakini pia tunategemea kupata AI ya kubwa zaidi ambayo inaitwa SAI mwaka 2055 kwa maana ya Super Artificial Intelligence. AI tunasema ni godlike. AI ambayo inaweza kuja kumaliza njaa, AI ambayo inaweza kuja kumaliza vita, AI ambayo itakuja kumaliza matatizo ya magonjwa au maradhi. So tutakuwa na dunia ambayo free from all troubles. It's like a heaven kwa sababu ya hiyo AI. Ndio maana dunia leo hii we are so in demand of AI because of that potential, of that value we hope it going to bring, kwa sababu itakuwa tunasema na millions intelligent, itakuwa na millions IQ level. So it means ni kwamba only the speculation ya time ndio ambayo inaweza kuwa a hype, kwa maana ndani ya miaka 4 ijayo tutakuwa na AGI, maybe ndani ya miaka 30 ijayo tutakuwa na SAI, Super Artificial Intelligence. So that's where I can have a doubt, kwa maana ya maybe muda tunaweza tukahitaji muda zaidi, maybe tukahitaji muda kidogo, lakini for the rapid advancement ya teknolojia na AI maybe tunaweza tukahitaji muda mwingi zaidi, muda kidogo zaidi. So I'm not quite sure all the time, though kuna prediction mbalimbali na prediction mbalimbali, lakini that may be a hype. So tukiambiwa labda tutakuwa na AI ambayo inafanya kitu binadamu anafanya ndani ya miaka 4, we can have a doubt by that time ambayo imezungumzwa, lakini tusiwe na doubt kwa maana ya tutakuwa na AI ambayo inaweza kufanya kitu ambacho anakuwa anafanya binadamu, because AI of that kind is coming soon.
kuwa na AI ambayo itakuja kufanya ABCD miaka 30 ijayo, usiwe na doubt kwamba we won't have such a thing. Kuwa na doubt kwenye muda ambao tuna speculate tunaweza kuwa na hiko kitu. So that is where maybe AI can be right, but not in its potential to do wonders in the world. So that was a good question, by the way. Thank you.